Anybody who values this country, anybody who values Jubilee Party and the unity that it stands for and the transformation that upon which Jubilee was built will be responsible not to prosecute matters of our party in newspapers on the basis of rumors, on the basis of falsehood, on the basis of propaganda. They should be responsible enough to bring those issues to party structures. Then we can handle those issues and work on the party going into the future. Love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And that is demonstrated in all that you are doing. It is because of the great love that God has implanted in you. So we want to continue to appreciate that you are really loving us. Pia sisi wa Kristo tunajua kwamba imani bila matendo imefanya nini? Ni bure, si imekufa. Kwa hivyo sisi kama vile Mungu alitupa na nafasi, na nashukuru you are leading by example. Wewe ni role model yetu. Sisi tutaendelea kujenga kanisa na tutaendelea kujenga kanisa mpaka hata wao ambao wanaongea mingi huko wapate nao pia roho hii safi ambayo uko nayo, roho ya Mwenyezi Mungu iguse hawa, bado pia wakuje wachangie mambo ya kanisa. Sisi Baringo County tunashiriki kufanya kazi pamoja na serikali kuu. Mpangilio yote ya national government, the Big Four agenda, we have married it into our programs. In our manifesto, in our ADP, in our CADP, we have really incorporated the Big Four agenda. Ya mambo ya food security, mambo ya healthcare, mambo ya industrialization na mambo ya afya. Hapa Baringo kwa sasa, all the 64 health centers tumeweka ile testing kits ya mambo ya cancer. Na hata Kabarnet kule tumeweka hiyo mambo ya cancer screening na Eldama Ravine, ili watu wetu nao pia wapate kujijua mapema kwamba mwili yao wanaishi namna gani, maana lifestyle diseases imeanza kuangamiza watu wetu. Jubilee iko na members over 10 million. Mwenye anapiga kelele ati ajeelewa, anajiita sijaeleweka na sijaelewa. Wao ni watu karibu 5-6, sisi tunawaeleza. Lakini Jubilee mzima huko over 10 million wameelewa. Wale hawajaelewa wanajiita hatujaelewa, sisi tunawaeleza polepole. Na kwa hivyo msiweke shaka sana ati bishop ama nani hapa mkuwe na waziwazi ati huko mbele kuna shida. Hapana. Saa hii rais amesema munisaidie. Mimi time yangu imeharakisha, imebaki miaka 3. Wananchi nataka wanikumbuke kwa ile kazi Jubilee itafanya kwa ile term ya kwanza na hii ya pili. Alafu ikifika wakati ya mwisho amemaliza na legacy yake, anaweka mzumari hiyo legacy yake kwa kumalizia William Ruto kusema legacy ya mwisho ni kudeliver naibu yangu aendelee na kazi hiyo. Kwa hivyo hajasema kwa ubaya. I think we have misunderstood the president. Watu wengine amesema tu wacheni nipange hii legacy yangu, mniwache mimi nisiseme sana kuhusu 2022, lakini nikimaliza mwisho huko mzumari ya mwisho ya legacy yangu ni kumalizana na vile nilianza, vile nilisema hii ni njia. Mimi nimeelewa hivyo kabisa. Ile watu hawajaelewa vizuri ni ofisa 1-2 wako ofisi hapo. Sasa wamebabaika, wanaacha mambo ya kufanya kazi yao. Hata najua rais hajafurahia kwa sababu yeye anataka kuona Pokot na Tuken na Pokot na Marakwet wamekaa pamoja. Wale wangefaa kufanya kazi hiyo wamebabaika, wanaenda kazi nyingine kupanga huyu atakuwa hapa ama asipokuwa pale. Mheshimiwa Rais ananyorosha hiyo maneno akiwa na naibu wa rais. Mimi nataka kuassure the country kwamba mkisikia Murkomen ama na mtu mwingine anapigia watu wengine kelele, ni kwa sababu Biblia inasema kwa kitabu ya Timothy
ya kwamba kitabu ya Mungu inatumiwa kukosoa, hata sio saa zingine tunakosoa hawa ndio washike laini na wale milioni 10 ambao wanaenda safari kwenda mbele. Naibu Rais, usione mbaya, nilikuwa nakaa na wewe hapa na mimi najua wewe na rais mlikubaliana tuache siasa mpaka 2022. Ndio, lakini nilikuwa nakaa na wewe hapa, kila mtu anasema hapa 2022 wewe unasema, lakini niliwaambia wawache. Makosa sio ya wajumbe, sio makosa ya hawa, ni hawa raia. Ukikosa kusema 2022 leo na kesho kuta unakwenda nyumbani. So utuzamee, hata ukipata rais mwambie atusamee. Sisi pia tunachunga kura, kwa sababu unajua Mheshimiwa Rais, nyinyi mnasahau, mnafikiria Jubilee ni wewe na rais. Jubilee iko na members zaidi ya 8 million voters, na kuna wengine tumerecruit. By the time next election Jubilee itakuwa na over 10,000 supporters, 10 million supporters. Kitu yenye iko na 10 million supporters, watu wawili watatu wenye tunakaa hapo, ni ngumu kuambia hawa waacheni mambo ya 2022. Sasa hii watu 10 million kwa Kenya mzima ndio unasikia. Mimi nataka kutetea wabunge wa Jubilee kwa sababu mimi ni majority leader yao. Shida yenye unasikia wabunge wa Jubilee kila mahali unapata tu wakitaka hata wanaambiwa msiseme 2022, lakini raia hawa wanakaanga tu hivi, wanakuangalia wewe unasema mabingi, wanaangalia kando. Ukitoa tu 2022 masikio inasimama. Na kwa sababu tunataka kuchunga kura, hawa watu sio watu wenye hawana akili. Raia wanajua tumejenga barabara, wanajua wewe na rais mmeweka stima, wanajua mambo ya railway, wanajua mambo hii yote. Na unaona hata tukifika mkutano wanaanzia hiyo, wanaanzia wanajua naibu wa rais wamesikia. Wanasema sasa mbunge yetu si ya saa hii tumepanga, ile ingine mmepangaje? Na sisi tusipoleta report mtu atakwenda nyumbani, na hakuna mtu hapa anataka kwenda nyumbani. Kwa hivyo mtuzamee. Kwa hiyo ama nini wananchi? Watuzamee, wacha tu tuseme kwa sababu lazima tuseme. Kwa mambo ya hard work 98%. Kwa mambo ya intelligence, wewe umechapa PhD juzi. You are quite intelligent. Now we need an intelligent president. Kwa mambo ya networks, kutoka Kacheliba mpaka Lamu, mali inaitwa Kisingitini, Bajumali mpaka Pate, ulikuwa huko recently. Network ya Kenya hii uko nayo. Very few of them hata wanajua Kenya hii namna ambavyo unajua. Kwa hivyo network 98%. Then mambo ya religion, being religious, Kenyans need a religious leader. Hiyo pia wacha bishop aweke hiyo percentage. Then generosity, hiyo ni ya mwisho. Generosity, hakuna mtu anakuchapa hapo. Mtu akikupata ukiwa na shilingi unamsaidia. So hiyo ni 98%. Basi ya mwisho ningependa tu kusema, Your Excellency, there are many narratives. Kuna mambo mingi yamesemwa. There are many Kenyans who want you to be president. Kuna wengine kama sisi wengine tungependa roadmap yako ya kufanya kazi ili 2022 uchukue kiti. Hatusemi Ruto anafaa kuwa rais kwa sababu anaongea lugha ya Kikalenjin. Tunasema kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu awe rais wa Jamhuri ya Kenya kwa sababu ameonyesha kwa vitendo, sio tu Baringo hii lakini kwa Kenya kwa jumla. Story mingi ya mambo ya kusema kuna mswada inaletwa parliament kulegislate mambo ya giving at the maximum ni 100,000. Waje nitangaze hapa ya kwamba kamati ambayo itaangalia mambo haya ni kamati yangu, na mimi ndio chairman. Na mimi nataka niseme hiyo mswada iletwe haraka haraka. Your Excellency,
kuna watu wamesaliwa wachoyo na kuna watu walisaliwa wagharimu. Hata ukilete sheria ya 1,100 na umesaliwa mjoyo, hata 10,000 hautaleta. We cannot legislate on virtues, because kusaliwa kwako Mungu aliweka values kwa maisha yako. Sasa Your Excellency, 1996 surely when you were here, wewe ulikuwa umewasa kuwa rais ya Kenya? Maybe, I don't know, but I suspect highly that wakati huo ulikuwa mwanabiashara tu kutafuta maisha na mchumbe kama mimi sasa, lakini ukapeana. I want to assure you, Your Excellency, ya kwamba hayo mambo yote are the efforts by the people that want to undermine your future, warudishe nyuma. I want to tell them from here that the Lord God himself amepanga mambo ya Kenya hii. Anachua rais wa 5 ni nani? Ukileta sheria ya kureduce pesa sawa, lakini Mungu mwenyewe ameongea. Your Excellency, want to encourage you ya kwamba simama imara. Jubilee ni kitu kimoja, lakini kuna watu ambaye wamewekwa Chelogoi. Si tulikupatia CS huko, na maneno gani na siasa? Sio ufanye kazi yako ya siasa. Yule mwingine naye amepewa PS na yeye ndiye afanye kazi yake. Jubilee is one party, lakini kuna watu ambaye tulipatia kazi kule bungeni, sasa wameacha ile kazi walipewa. Na ile unajua, ukipewa kazi unaambiwa kazi yako ni hii na hii na hii, na hatukuambiwa wafanye siasa. Na hao ndio watu wale public service officers ambao wanaenda kuingilia siasa. Tunaomba waachane na siasa, na kama anataka siasa, kama Chelogoi anataka kufanya siasa, unawacha CS, unakuja unaanza kupigana na mzee hapo, so that unaweza so that we can be able to, kwa sababu hatutaki watu na kutumia idara za serikali kwenda kugandamiza watu. Iko watu juzi wanakutana sijui mipango gani, lakini Biblia inasema Mungu atakuandalia meza mbele ya nani? Na wakikupangia njama sijui ngapi, watakuja barabara moja, lakini Mungu atakupatia barabara nyingi za kuondoka. We are with you, our Deputy President. Tutaendelea kukuombea. Mimi ni mkulete maneno ati lazima uweke kiwango ya kupeana. Si kupeana ni moyo. Si wewe ndio unatoa ile ambaye Mungu amekuweze. Na kuna mtu alitoa peni kwa Biblia, si ni kweli? Na hiyo Mungu alibariki zaidi kwa sababu hiyo ndio alikuwa naye na alitoa kwa moyo wake. And that is what we are saying. It's not because that na hukuanza jana. Sisi tunaona picha yako ukiwa kijana mdogo umebeba Biblia. Alianza maneno ya alafu hawa watu wetu wengine, the Lord of Poverty, si mnamjua? Yule Lord of Poverty, kwa sababu yeye ameamini tu as long as wewe huko poor, yeye anaweza kuwatawala. Na ndio unaona anafanyaga watu ya kwake huko, hawezi kuendelea hata mbele kidogo. Kwa hivyo tunataka kuhakikishia kwamba sisi tuko pamoja. Bwana Cheptumo, kwa sababu itakuja kwa kamati yako, hatutakubali hiyo maneno. Na wewe kwa sababu lesonezi zamani ulikuwa finance ama bado huko, kwa sababu huko ndio wanaekana pesa hiyo mambo ya referendum. Pesa inatakikana kwenda kuleta maendeleo hapa kwetu, na tutaendelea kukushikilia mkono. Nakuru tuko pamoja na wewe, and I want to assure you come 2022 mimi nitaamka saa 10 ya usiku. Sijui kama nitakuwa deadline nikipigania kakiti kangu huko mtaani, lakini yako I want to assure you sisi tu, ama nikupatia ID yangu na kura uweke. Naweza kukupatia hiyo uwekage ndio uhakikishe tu nikuja asubuhi nichukue niende niweke William Samoei Ruto. Now we want to assure you we will give you all the support.